Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa kuokoa watu wako. Asante kwa kufungua watu wako. Kwa jina lako Yesu tumeomba na kuamini. Sema amen. Kitabu cha Timotheo wa pili. Second Timothy. Msomaji anisomee katika jina la Yesu. Second Timothy 2. Some kitabu cha Timotheo wa pili. Tusikie neno la Mungu. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Hakuna askari yeyote anayejishughulisha kwa mambo ya dunia kwa sababu ameajiriwa, anaangalia kazi yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Neno la Mungu likasema ya kwamba hata wale wanashindana wanapatanga taji baada ya kuwa mshindi. Nyingine likasema ya kwamba mtu akiajiriwa, yule ameajiriwa atafanya vile bwana yake anasema, yani boss wake atasema. Ndio sasa hapa Paulo anaongea na mtu anaitwa Timotheo, anamwambia kwamba wewe mwanangu, mambo yote ambayo uliyasikia kwangu kwa mashahidi wengi, wape na wengine, ili pia nao wengine wapee watu wengine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yale uliyasikia kutoka kwangu wape wengine, na hao wengine wapeane wengine, ambaye wanastahili kupewa hiyo neno. Amen. Sasa huyu ni pastor moja anaitwa Timotheo, na baba wake wa kiroho anaitwa Paulo. Sasa anamwambia ya kwamba yani katika neema ya Kristo Yesu uwe hodari. Yani ukuwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Na akamwambia uwe tayari kwa mambo yote, kwa mambo ambayo umepewa na Kristo Yesu. Maana anamwagiza yakimwambia kwamba kwa mambo yote kwa neema iliyo katika Kristo Yesu uyatende haya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hapo mstari wa kwanza anamuita, basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Haleluya. Unaagizwa uwe hodari. Hodari ni nguvu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kiswahili ambayo waliandika hapa ni hodari. Yani ingekuwa Kiswahili ya sasa ingesema uwe na nguvu katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Amen. Sasa namwambia kwamba kuwa hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Uwe mtu hodari ndani ya Kristo Yesu, ama uwe hodari na nguvu za Yesu, na kutumia nguvu za Yesu. Ndio unaona watumishi wa Mungu wakifika mahali kuna watu wamejazwa na mapepo, lazima mapepo waitike, walie. Haleluya. Hatutaenda mahali kama mapepo iwezi lia wakiingia, lazima tujue. Na ndio pastor unasema kwa jina la Yesu ondoka, achilia. Kwa sababu umepewa hiyo neema. Na mahali kuna watu wa Mungu ambaye wana neema ya Kristo, mahali popote lazima mapepo sianze kulia, kwa sababu anatambua watumishi wa Mungu na kile kilicho ndani ya watu wa Mungu. Haleluya. Kuna mhubiri mmoja akiingia katika town, akitembea kwa street, mapepo zinaanza kulia kwa watu, kwa sababu ya neema ambayo iko nguvu sana ndani yake. Haleluya. Kwa hivyo mkiona mapepo zinalia, ametambua kilicho ndani ya watumishi wa Mungu.
Yesu akatembea wakati mmoja, akakutana na mtu mmoja alikuwa amepagawa na mapepo. Pepo zikaanza kulia na kumuomba ruhusa aingie kwa nguruwe. Kaambiwa ingieni kwa nguruwe na muingie kwa maji. Kwa sababu mwana wa Mungu akiwa pamoja nasi, lazima mapepo silie. Lazima madhabahu mabaya sianze kuvunjika. Madhabahu zilizojengwa kwa kishetani ni lazima zivunjike, kwa sababu tuna neema katika Kristo Yesu. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Kwa hivyo usishangae na watumishi wa Mungu. Lazima hizo wakikuja tunapiga. Yesu anapiga iliyo ndani yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa wewe uwe hodari katika neema iliyo katika Yesu Kristo. Mtu anaitwa Timotheo anaambiwa na kanisa ambaye ilikuwa wakati huo, ili mapepo na mashetani yasikuchezee wakati wewe uko na nguvu, uko na uwezo ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukiwa hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu, unasikia kwamba unaishi na Mungu. Unasikia uwepo ya Mungu iko ndani yako. Na ndiyo hiyo uwepo na neema ya Mungu, wakati wa mkutano ya Mungu kama hii ambaye tuko Kararachi leo, lazima yanga ibadilike. Inajua ya kwamba kuna watu wa Mungu sehemu hii, kwa sababu ya kuwa na hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu, ambaye tuliyojaliwa kukaa katika hiyo neema kwa damu ya Yesu Kristo. Leo tumeharibu anga ya Kararashi pamoja na Chumani. Neno lililonenwa kwa anga ya area hii imeondoka. Tumeharibu katika jina la Yesu. Na hata jana tuliharibu kwa jina la Yesu. Hii mchanga iliyoinuliwa kwa wachawi na waganga, tumeharibu kwa jina la Yesu Kristo. Mahali tumekanyanga, lazima kazi ya shetani na maneno iliyonenwa ianze kuharibika. Na imeharibika katika jina la Yesu. Nguvu za wachawi na waganga zimeisha katika jina la Yesu. Unajua watu wengi hawapendi mganga atajwe, kwa sababu wewe ni customer huko ama ulikuwa customer huko. Na sisi watu wa Mungu tunaharibu kazi ya mganga na mchawi. Na tunasema mchawi akufe, asiishi. Hii ni watu wa Mungu kuharibu kazi ya nani? Ya mchawi. Na hata mganga. Unajua mganga na mchawi ni ofisi moja. Ile ni yako kwa ofisi ya water, na hii mwingine yako ofisi ya agriculture. Sote ni ministry moja. Ni government moja. Na ndio ni vizuri ya kwamba wewe ambaye uko hapa leo kusikia injili, ungoe madhabahu zote za kinyumbani na kiuganga na kiuchawi, kwa sababu mulilelewa na hiyo. Na hata wewe ujui ni nani aliongea juu yako katika anga yako. Sasa nataka ubomoe hiyo madhabahu kwa jina la Yesu. Ubaki na neema ya Yesu. Uwe hodari kwa Yesu. Neema ya Yesu ingie ndani yako. Uwe mtu mzuri ya kwamba uko na Kristo Yesu. Nilipotaka kuhubiri nikaona anga hapa imekamatwa, na niliwaambia simameni nianze kuharibu hiyo kazi ya shetani. Sababu tutahubiri namna gani na mmekamatwa, roho zimetumwa. Hata jana kwa crusade zilitumwa
Silikuwa ni kama nyuki. Silikuwa hivyo. Tulitumiwa nyingi sana, mishale nyingi. Na hata akatuma kwa hii ibada leo. Lakini kwa jina la Yesu kila mtu ako shwari. Hii mji huu kwa jina la Yesu ibadilike. Tunatuma neno la nguvu ya Yesu ianze kufanya operation area hii ya Chumani katika jina la Yesu. Mliolelewa kwa msingi ya waganga, kwa sababu kwa watu wanajuanga tu akiwa mgonjwa peleka kwa mganga. Na hata siku hizi watu walibadilisha jina ya mganga. Unajua mapepo ya siku hizi wamesoma sana. Walibadilisha jina ya mganga, hawasemange mganga, anasema muombezi. Ndio usijue. Kwa sababu ukiambiwa mganga utaijua ni ile mbaya. Sasa unaambiwa twende kwa muombezi. Sasa pastor ni muombezi. Sasa wewe unaambiwa twende kwa muombezi ndio ujue ni ule pastor. Kufika huko ni mambo ingine. Hata huyo naomba. Sasa wamebadilisha. Maandiko yanasema wanajifanya malaika wa nuru na kumbe ni shetani. Kwa hivyo watu wa sehemu hii waliopokea Kristo, uwe hodari kwa neema iliyo katika Kristo Yesu. Usipokuwa hodari kwa hiyo, wewe utakamatwa na hakuna mahali utaenda. Nguvu za Mungu peke yake inaweza kukulinda. Peke yake. Ita Yesu, ita nguvu za Yesu, ita Roho Mtakatifu. Kwa nyumba yako, kwa watoto wako, kwa jamii yako, ita Yesu. Wale ambao wanaishi sehemu hii ni kama mapepo zote ziliama mali wako wakafanya kikao hapa. Nataka msaidie watu kwa Mungu, msaidie watu, saidieni watu kwa jina la Yesu, kwa sababu tunaharibu nguvu. In the mighty name of Jesus. Right now in the mighty name of Jesus. Ondoka. Imemwagwa hapa. Kuna roho ambayo si ya kawaida. In the mighty name of Jesus. Iko ndani ya watu. Inatoa kwa jina la Yesu. Ondoka. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus right now. Achilia huyo kwa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Achilia kila roho ambayo imemwagwa ndani yenu. Kwa watoto. I break it now in the mighty name of Jesus. Achilia huyu mama nao in the mighty name of Jesus. Haraka sana. Ondoka, achilia in the mighty name of Jesus. I set you free now in the mighty name of Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you my Lord. Thank you Jesus. Now I break every power. In the mighty name of Jesus, every demonic power, I break it now. I break it in the mighty name of Jesus. I break it now. I break it in the mighty name of Jesus. Every power, every demonic power, I break it now. In the mighty name of Jesus.
Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Kwa mzima kwa jina la Yesu right now. Right now, in the mighty name of Jesus, right now. Kwa jina la Yesu, I set you free now. Be free in the mighty name of Jesus. Be free. In the mighty name of Jesus right now, I break it every power. Kila nguvu iliyoshuka hapa inaamurisha katika jina la Yesu. Roho zilizokuja hapa kwa ajili ya kuteka neno la Mungu nimeamurisha kwa jina la Yesu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu kwa sababu wewe ni mwema. Uinuliwe Yesu. Jina lako litukuzwe. In the mighty name of Jesus. Oh, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh, in the mighty name of Jesus. Oh, yake sadaka. Egemea daima yote chini ya kichwa. Mwokozi ananitosha. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama. 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 Kwake Yesu nasimama. Mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Mwamba. Mtumishi Saro, kemea hiyo pepo itoke, awe salama kwa jina la Yesu. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Nakutumaini jina. Ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha. Dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama. Mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Mwamba ni salama. Kila roho iliyotumwa katika ibada hii nimeharibu kwa jina la Yesu. Nimeharibu kila roho zilizotumwa hapa kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu iondoke sasa. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila roho ambazo zimetumwa hapa kuteka ibada ya Mungu nimekemea kwa jina la Yesu. Ninakemea kila roho hii kwa jina la Yesu Kristo. Oh, hallelujah. Itoke katika anga. Katika anga hii nimeamurisha kwa jina la Yesu. Iondoke kwa jina la Yesu. Kila roho zilizotumwa hapa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Inaamurisha sasa in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. In the mighty name of Jesus. Kila backup ambayo na backup hiyo inachoma kwa jina la Yesu.
touch, touch, niguse na Mungu, touch, niguse na Mungu. Kila roho ambazo zimeinuliwa kwa jina la Yesu, ninaharibu kwa jina la Yesu. Kila roho zilizoinuliwa kwa ajili ya ibada hii, ninakemea kwa jina la Yesu. Ninaharibu kwa jina la Yesu katika anga. Ninaharibu kwa hii anga katika jina la Yesu. Every power, kila nguvu za giza, nimeamurisha iondoke kwa jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I am breaking every power, kila nguvu za giza. I break it now in the mighty name of Jesus. Kila roho ambayo si ya Mungu nimeamurisha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yanze kuondoka, ondoka kwa jina la Yesu. Yanze kuondoka kwa jina la Yesu. Roho chafu, yanze kuondoka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Iondoke kwa jina la Yesu. Chomeka kwa jina la Yesu. Yanze kuondoka kwa jina la Yesu. Kila roho ambazo zimetumwa hapa kwa jina la Yesu, iondoke kwa jina la Yesu. Roho ambazo zinakuja hapa nimeharibu kwa jina la Yesu. Zimetumwa hapa kwa jina la Yesu. Yanze kuharibika kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu katika anga, ninaharibu kwa anga, ninaharibu kwa anga katika jina la Yesu. Kila roho ambazo zimewekwa hapa, zimetumwa hapa kwa jina la Yesu, siondoke kwa jina la Yesu. Right now in the mighty name of Jesus. Every demonic power is breaking now in the mighty name of Jesus. Ninasiharibu kila roho ambazo zimetumwa hapa. Yanze kuhama kwa jina la Yesu. Hama kwa jina la Yesu. Hama kwa jina la Yesu. Yanze kuhama kwa jina la Yesu. Kila roho yanze kuhama kwa jina la Yesu. Yanze kuondoka kwa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Oh, in the mighty name of Jesus. Yanze kuondoka kwa jina la Yesu. Kila maroho ambazo zilizowekwa hapa, zilizotumwa hapa kwa jina la Yesu. Ziondoke kwa jina la Yesu. Every power, kila nguvu za giza, naamurisha iondoke kwa jina la Yesu. Right now in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Katika jina la Yesu. Iondoke kwa jina la Yesu. Kila maroho ambazo zimeinuliwa hapa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu iondoke kila roho ambayo si ya Mungu. Yanze kuondoka kwa sasa kwa jina la Yesu. Naamurisha kwa jina la Yesu. Every power, every demonic power is broken now in the mighty name of Jesus.
you free in the mighty name of Jesus. Tusimame wote, hata washirika tusimame. Hii ni ibada nafanya ibada ya kuwabarikisha viongozi wote kwa sababu ya kazi ya Mungu. Nataka tuende mbele za Mungu kila mmoja. Enda mbele za Mungu. Tuko kwa ibada. Pia Mungu akupatie kipawa chako kiinuliwe. Unapoongoza watu wa Mungu, kipawa chako, omba hizo nguvu katika neema. Omba kwa Timotheo 2:1. Sasa mwanangu, kuwa hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Jiweke mbele za Mungu, hata nyinyi ambaye mko kule. Omba tu kwa sababu ya hiyo Timotheo 2. Uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Oh, hallelujah. Omba tu, kuna nguvu. Omba tu nguvu kwa sababu ya kazi uliyopewa. Omba nguvu za Mungu ikuingie unapofanya kazi ya Mungu. Omba vipawa. Omba vipawa. Omba nguvu za Mungu katika vipawa. Ukatenda kazi ya Mungu. Ukafanya kazi ya Mungu. Omba tu. Wakati niko hapa, kuna nguvu zinakuingia. Nituko kwa ibada ya Mungu. Ninakupa ruhusa, unaomba tu vile unataka katika jina la Yesu. Kuna nguvu zinawaingia kwa jina la Yesu. Kuna vipawa zinaingia kwa wale wako tayari. Watu ambao wako tayari au viongozi, kuna nguvu zinatembea. Kuna nguvu fulani zinatembea kwenu. Kuna kitu kinatembea ndani yenu ambaye ni Roho Mtakatifu. Kuna kitu ambaye si kawaida ambaye ni Roho Mtakatifu. Kuna nguvu ambazo zinatembea ndani yenu. Oh, hallelujah. Kuna nguvu zinawaingia kwa jina la Yesu. Kuna nguvu zinaingia. Kuna nguvu zinaingia kwa nyinyi kwa jina la Yesu. Hallelujah. 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 Kuna nguvu zinawaingia. Kuna nguvu, kuna Roho Mtakatifu. Kuna roho inawabadilisha viongozi. In the mighty name of Jesus. Right now, touch. Mguswe sasa. Touch. Mguswe sasa. Touch. Gusa. Mguswe sasa kwa jina la Yesu. Mguso wa viongozi, kufanya kazi ya Mungu. Touch. Kuna vile roho inafanya kazi ndani ya hawa. Kuna vile roho inafanya kazi ndani yenu. Touch. Kila mmoja mwaguzwe kwa jina la Yesu. Touch. Touch. Yesu, gusa sasa.
wanaguswa sasa kwa jina la Yesu. Kila vipawa sijifuke ndani ya watu katika jina la Yesu. Kila kipawa kichipuke sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, in the mighty name of Jesus. Nataka mguswe kwa jina la Yesu. Mguswe kwa jina la Yesu, mupate uguso kwa jina la Yesu. Touch. Kuna roho inakuja ndani yenu, the mighty name of Jesus. Touch. Mguswe sasa, mguswe kwa jina la Yesu. Guswa tu, sikia katika kuna uguso, kuna vipawa zinachipuka ndani ya watu, the mighty name of Jesus. Asante Yesu, asante Yesu, kwa sababu asante kwa hao viongozi kwa jina lako Yesu. Touch. Mguswe sasa, wacha mguswe kwa uguso ya ajabu. Hallelujah. Hallelujah. Walio tayari sasa, vipawa zinakuja, wacha mguswe tu. Kuna uguso ya ajabu, kuna mambo sio kawaida ya Yesu. Yes. Vipawa na viongozi, vipawa hiyo iwaingie sasa. Mguswe sasa kwa jina la Yesu. Guswa sasa, roho ishuke sasa, roho ishuke. Pokea hiyo kwa jina la Yesu. Kapokea hiyo kwa jina la Yesu, hiyo uguso, the mighty name of Jesus right now. Pokea hiyo in the mighty name of Jesus. Pokea hiyo kipawa cha Roho Mtakatifu ingie ndani yenu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea tena. Pokea tena. Pokea tena. Pokea tu. Pokea inashuka ndani yako. Pokea tu. Walio tayari wapokee kipawa. Petro akaongea, kanena ya kwamba mtubu na muweze kupatizwa na mkapokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Mkapokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Mkapokee uguso, akahubiri akasema na mkapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Na walipopatizwa, ile kipawa cha Roho Mtakatifu iligusa watu, iliingia ndani ya watu. Na Petro akaanza kuhubiri, akahubiri kwa ujasiri iliyo kubwa sana. Kaambia watu mtubu, mkabatizwe katika jina la Yesu, ndipo mpokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Viongozi mpokee sasa, pokea hiyo kipawa, pokea sasa, the mighty name of Jesus. Pokea tu, pokea hiyo kipawa, pokea kwa jina la Yesu. Pokea tu kwa sababu ya utumishi. Pokeeni tu, inashuka ndani yenu katika jina la Yesu. Pokeeni tu kwa jina la Yesu. Pokea tu, endelea kukunywa hiyo. Pokea tu kwa jina la Yesu, the mighty name of Jesus. Pokeeni tu, inashuka kwa nyinyi. Mtahubiri Injili, mtasema kwa lugha, mtahubiri Injili. Pokea tu. Pokea tu, inashuka ndani yenu. Pokeeni tu hiyo roho, hii ni Roho Mtakatifu. Pokea tu, mkanena hata kwa lugha, inashuka ndani yenu. Pokea tu, inakuja tu, inawashukia nyinyi viongozi, waimbaji. Pokea kwa jina la Yesu. Hii ni roho ambaye ilikuwa ni ahadi, ambaye alisema hii ni yenu pamoja na watoto wenu. Mkapokee kipawa cha Roho Mtakatifu ili muweze kuhubiri, muweze kunena mambo makubwa. Pokea kwa jina la Yesu. Uguso ya ajabu, mkaguswe katika jina la Yesu.
Guseni mkaguswe in the mighty name of Jesus. Pokea tu. Pokea tu kwa jina la Yesu. Pokea tu. Pokea tu, inakuja kwako right now. Pokea tu, pokea. Pokeeni tu kwa jina la Yesu. Pokea tu hiyo roho. Maana anasema hii ni yenu pamoja na watoto wenu itakuja. Pokea tu kwa jina la Yesu. Pokea tu, pokea, bado inakuja tu. Bado kuna operation ya Roho Mtakatifu. Yes, thank you. Pokea tu hii. In the mighty name of Jesus. Hata mapepo wakikataa, mnapokea hiyo kipawa. Ndio muweze kupambana na hizo roho. Hata wakatae, mtapokea tu. Pokea tu. Pokea. Tena. Pokea tu. Pokea hiyo ya Mungu tu. Hiyo ni pokea tu. Pokea, pokea. Pokea ni tu ya Mungu. Pokea tu ya Mungu. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Pokea ni tu ya Mungu. Pokea ni tu kipawa. Pokea ni tu kipawa. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus. Pokea ni kipawa cha Roho Mtakatifu. The mighty name of Jesus. Kilicho ndani kaondoke sasa. Pokeeni tu kwa jina la Yesu. Oh, see in the mighty name of Jesus. Pokeeni tu kipawa hiki. Inua mikono yenu juu. Maana nasema hii ni ahadi yenu. Hii ni ya Mungu. Hii ni ya Mungu. Hii ni ya Mungu. Pokeeni sasa viongozi. In the mighty name of Jesus. Pokea. Receive the power of God. Pokea kipawa hiki. I feel it now. Pokea ya Mungu. Pokea tena. Holy Spirit. Shuka sasa. Shuka. Shuka kwa watu wako. Oh, hallelujah. Pokeeni sasa kwa jina la Yesu. Pokeeni sasa. The mighty name of Jesus. Pokeeni sasa. Pokea tena. Bado kuna uwepo wa Roho Mtakatifu. Bado tu kuna uwepo. Bado tu kuna uwepo wa Roho Mtakatifu. Pokea tu. Oh, hallelujah. Pokea tu hii ya Mungu. Receive the power. Pokea nguvu tu. Pokea tu nguvu. Pokea tu nguvu. Pokea tena. Pokea tena. Pokea tena. Pokea tena. Pokea tena. Pokea. 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 Pokea hizo nguvu. Pokea tena. Pokea tena. Tena pokea. Holy Spirit kashuke ndani yenu tena. The mighty name of Jesus. Shuke ndani yenu kwa jina la Yesu. Pokea tena walio tayari. Walio tayari. Pokea tu. Kuna uwepo bado yuko pamoja nawe. Hii ni nzuri. Hii ni nzuri. Hii ni nzuri. Oh, pokeeni hii. Hii ni nzuri. Hii ni nzuri. Pokeeni tu. Oh, hallelujah. Hii ni nzuri. Oh, hallelujah. Pokeeni tu. Kuna uwepo tu bado.
kibali hiki. Asante Yesu kwa kibali hiki. Katika jina la Yesu. Tumpe Yesu sadaka nzuri kanisa. Mnaweza